Injili kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ya 4 aya ya 1 hadi ya 14. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongoza na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Tena akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha, akaenda zake kwa muda. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Basi hii ndio Injili ya Kristo. Tuketipo mbinguni pako, e Bwana, tunatamani ukaseme na sisi. Roho wako awe mwalimu mwema, aongoze maneno ya kinywa changu na kutafakari kwa moyo wangu. Ninene yenye kukutukuza na yenye kukupendeza, na neno lako hili Bwana likaweze kuzaa matunda maisha mema kwa maisha yetu, ili mwisho utukuzwe na ukapewe heshima. Tumie Bwana kama chombo, ili kunena na watu wako na useme na moyo wangu vivyo, kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Soaking our lives in God's glory. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu nikiuliza swali, ni kitu gani ambacho kimebeba nafasi kubwa sana katika maisha yako? Kile kitu ambacho kimebeba nafasi kubwa sana katika maisha ni nini? Hiyo ni assignment nataka ukaiangalie. Inaweza kwamba kitu kile ambacho unakithamini zaidi kimekutenganisha na wewe, kimekutenganisha wewe na Mungu, kiasi cha kwamba wewe huwezi zama ndani ili ukauone utukufu wa Mungu ndani ya maisha yako. Wengine tunathamini mali, na mbio nyingi za walokole ni kufukuzia maisha, si ndio? Tunafukuzia maisha. Tumesikia watu wakiuana, wakiangamizana kwa sababu ya family properties. Imagine mali ya familia ambayo hukujua ipo wakati ukichukuliwa mimba katika tumbo la mama. Lakini watu huenda kuuana wakaangamizana
kwa sababu ya mali ya jamii. La kushangaza ni kwamba wote wanaofanya haya wanakimbilia vitu visivyodumu, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa hata ukiua na kuangamiza, wewe nawe ufuate njia hiyo hiyo na mali hiyo uliyokimbilia uiache. Neno la Mungu, Yesu akasema hapana jiwe litakalosalia juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. So mali zote tunazozikimbilia, manyumba mazuri tunayojenga, yatakuja kuharibiwa wakati utakapofika, yatakuja kuharibiwa. Swala ambalo tunapenda kulijibu ni, je, ni kitu gani kitasalia? Kitu gani kitasalia? Napenda maneno ya wimbo wa Malebo, usiabudu Amerika, sikuyajua kama ndivyo ilivyo, na nyimbo nyingi sana. Huna cha kujivunia. Sijaona mhudumu ambaye anaalikwa mahali anataka 200,000 za Kenya ndo aje ya perform. Sijaona. All of them are chasing after money. They are chasing after wind. Mhubiri kumwalika kuja hapa, atoke tu hapa Nairobi aje hapa, huyu mhubiri atafuta nini? A flight, si ndio? And a 5-star hotel while I am sleeping in 1-bedroom house. All is vanity and chasing after wind. The gospel message preached today is all about prosperity. And preachers are teaching us prosperity without responsibility. Unaambiwa kwamba wewe utafanikiwa pasipo kuwajibika. Unatabiriwa kuendelea pasipo kuwajibika. Unatabiriwa kuongezeka pasipo kuwajibika. Yaani mhubiri anakufanya ukawe comfortable na maisha yako ya kawaida, lakini Yesu alipokuja, he brought transformation. Toka juzi tunafundisha watu hapa habari za kuomba. Na kufunga na kuomba si lazima upewe. Lakini tukajifunza kwamba kuna siri moja tunapofunga na kuomba, ya kwamba tunayaweka maisha yetu salama mbele za Mwenyezi Mungu. How have you soaked your life in God's glory? How have you done that? Whatever that we are chasing after, hakuna kitu ambacho kitadumu. Kile ambacho tunadumu nacho ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Laiti vile tulivyo na mbio za kutafuta mali, vile tulivyo na mbio za kutafuta kazi, vile tulivyo na mbio za kutafuta maisha, kama juhudi hiyo tuliyo nayo ndiyo ambayo tunatumia katika hali ya kumtafuta Mungu, sisi wote hapa hata pengine tungekuwa tumepaki magari zetu pale, kila aina. Kwa sababu gani? When you seek the kingdom of God, neno la Mungu linasema hayo mengine utafanya nini? Utaongezewa. Kwa hivyo tunapojitahidi kumtafuta Mungu na ufalme wake na haki yake, mengine tutaongezewa. I believe that these coming days, God will release an incredible season where we shall go up, where we shall go deeper in our relationship with Him. If there is something that God demands, is the relationship. Mungu hana shida na wewe kutafuta mali, ana shida na wewe na mahusiano yako. Mungu hana shida na wewe kufanya biashara, ana shida na mahusiano yako na yeye. Nilisema hapa, the heart of God is an open wound of love. It's an open wound. Mungu anatamani mahusiano.
Mungu anatamani watu wanapomwabudu, na kama tunaimba asubuhi, nipungue Baba wewe ukaongezeke. Unajua Mungu pale juu anasema hawa wanatambua ya kwamba mimi ni Mungu wao. Wewe unapoimba hako kanyimbo, mimi nipungue wewe uongezeke, wewe una feel aje? Those who are deeper in the spirit, how do you feel? You feel kwanza unajiona wewe ni bure, yaani unakanga bure. Wewe ni bure kabisa, na unatambua kwamba bila Mungu hakuna kitu unaweza. Yaani unautamani uwepo wa Mungu uongezeke ndani. Natamani kwamba tunapoabudu yale tunayoyanena katika nyimbo yawe yanakuwa haki na kweli ndani ya maisha yetu. His heart desires. The heart of God desires you. Imagine Mungu anakutamani. Mungu anakutamani wewe. Moyo wake unakuwaza wewe. Moyo wake una haja na wewe. Nina haja nawe. Situmeimba hivi. Laiti hayo maneno tuliyoimba tungekuwa na haja na yeye. Hata tunakatakata sukuma, lakini wimbo ni huo. Yani kila mahali umeenda huko mtoni kule hakuna mifereji, umeenda huko, umeenda kutafuta maji, lakini una ndoo yako barabarani. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingi. Yani kila wakati mahali utakapokuwa unatembea, imagine unaenda unapika, unafagia pale kwenye ua la boma, na wimbo ni huo, na haja na wewe. Imagine kila mtu moyo wake utakapochemka kwa kumpenda Mungu, unafikiria Mungu ataonekana kwa njia gani? Je, kuna kashetani ambako katakuja hapo? Mioyo iliyowashwa na kiu ya Mungu. Jambo la kwanza ambalo lazima lionekane ndio sisi tukaweze kujiloesha katika uwepo wa Bwana ni hanga. Hanga. Psalms 42. Njaa. Watu ambao wanasema nina haja na wewe Bwana. Natamani tuimbe tena hiyo verse 1. Nina haja nawe. Hawezi mwingi kunifaa. Yesu nakuita, zeshe Mwokozi nakujia. Tuimbe Yesu, Yesu nakuita, ndio kila saa, wezeshe Mwokozi nakujia. Huyu aliyetunga wimbo ni mtu aliye na njaa. Heri wenye njaa ya haki. Neno la Mungu linasema heri wenye njaa ya haki. Hautaweza kujizika katika uwepo wa Mungu wakati kiu imeondolewa, wakati njaa ya Mungu ndani yako imeondolewa. So hatua ya kwanza ni kumwambia Bwana akusaidie kuweka njaa yake, kuweka kiu moyoni, kuwe na kiu ya ukweli ya kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyo ukitamani na ulitamani neno, utamani uwepo wa Mungu,
utamani kubebwa na Mungu, utamani kuongozwa na yeye. Yaani ukae na kiu kama mzaburi alivyosema, Zaburi ya 23, kama Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Yaani moyo wako ukamchukue Bwana kikamilifu awe mchungaji. Allow God to shepherd your thoughts, allow God to shepherd your business, allow God to shepherd your home, allow God to shepherd all that you are and all that you carry. Then you have allowed him to lead you. Uone kama Mungu hatashusha vilima, kama Mungu hatajaza mabonde na kufanya njia iliyopotoka akainyosha. Changamoto nyingi zinakuja, maana tunatamani vinono, tunatamani kula na kushiba, lakini hatutaki kufanyia kazi ufalme wa Mungu. Soak yourself. Hunger for God. Uko pale kwa gari, umesikia watu wanazungumza mambo hata usiyoyajua. Wewe naye watia mdomo wako hapo. Yanakuhusu ndewe hai. Waachie wenyewe, ya watu yaache, jitafutie nafasi na Mungu. Maana kuna watu wengine wako kwa gari lakini wanatafuta Mbona wewe nawe usiweke kama ni airpod zako, ukaweka muziki wako kwa simu na ukaanza kusema destiny changer. You are the destiny changer. Come change my destiny. Destiny today. Sindio? Come and change my destiny. Destiny. Ya watu yaache wenyewe. Wewe una biashara ya kufanya katika ufalme wa Mungu. Wewe unastahili kuifanya kiu ya Mungu iongezeke ndani yako. Hallelujah. I desire that all of us will hunger for that glorious appearance of the Lord, the glorious presence of God in our midst. Kiacha kwamba mahali pote utakapokuwa, hata kazini kwako, uko pale umekalia mashini, uko pale umekalia mtambo, uko pale unafanya kazi zako, lakini kuna kauwepo ambao kamekuvaa. Mtu ambaye ni mjinga akipita pale anapiga na shoti anaenda, maana you are the carrier of the presence of God. Kuna vitu zingine hazihitaji kuombewa, ni ubebe tu uwepo wa Mungu na kashetani kanatoroka. The Bible says, draw near to me and I will draw near to you. Sindio? And what does it say? The devil will flee away. Sindio? Atakimbia. Kwa hivyo shida kama shetani anatuandama ni kwamba tumepunguza moto, tumepunguza presence ya Mungu, na tumeweka presence ya mambo mengi ndani ya maisha yetu. Our minds are not concentrating when we come to church. Hapa kuna wengine hapa mawazo yao yako mbali sana, lakini ile box iko hapa. Ya box ni mwili. Sasa ile box lipo na macho inaona kabisa, inakodoa namna hiyo, inaangalia mtu majumbao anahubiri, lakini sasa ile hisia ya roho haiko hapa. Akili yote imeenda, iko nyumbani, imeenda kwa landlord, imeenda kwa karo ya shule, imeenda kwa biashara, kuna mandizi wenyewe yanaozea kwa nyumba, yaani wewe unahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Tomorrow will take care of itself. Tomorrow will take care of itself. Hunger for God. That's point number 1. Hunger for God. Kama ayala anatamani. Ndio. Yale ayala anapotamani maji, moyo wangu unakuonea shauku. Ni wangapi wasema na kutamani kama vile ayala anavyotamani maji nyikani? Ndivyo moyo wangu unakuonea shauku. Watu ambao wakisikia neno la Mungu wanatetemeka na wanaomba tayari, Bwana nisaidie nikaweze kulitenda. The word of God inasema ni upanga ukatao, unakata anayesikia na unakata anayenena. It's a double-edged sword. It cuts across. So even us, as we preach, the sword of God is cutting through our hearts. I don't prepare this sermon for you. Before I deliver it to you, it must make sense to my heart. Kama haijafanya maana kwangu, haina maana niwahubirie. Haina maana.
It's a double-edged sword. Inakutengeneza, inanitengeneza hata mimi nami ninayehubiri hapa, ili nikaweze kuwa na kiu na kutamani. Natamani nihubiri neno si hapa Mikindani. Yaani ni mhubiri Yesu kimataifa. I don't want to stay here again. Amen? I think the higher level, we preach this gospel to other nations. We preach to the nations. But before the Lord takes us out of here, we must preach the gospel truth to the people of Mombasa, so that people can soak their lives into the presence of God. Hatutawahubiria kubarikiwa. Hawa wachungaji wangu hawana injili ya kubarikiwa. Wachungaji hawa ni wakali kama baba yao. Kwa hivyo watawaambia habari ya dhambi, watawaambia habari ya wokovu, watawaambia habari za kukaa pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya mengine mkiyatafuta. There are so many pastors who preach prosperity gospel. Na prosperity gospel, wao ndio wana prosper na washirika wanafungiwa nyumba. Kuna mtu mwingine akasema mchungaji akitaka gari anachangiwa, na mshirika akitaka gari anaomba loan bank. Mchungaji akitaka nyumba anachangiwa nunuliwe plot, lakini mshirika akitaka plot anaomba loan bank. Bwana Yesu asifiwe. Hunger for God. Another thing, tutajiwekaje kwenye uwepo wa Mungu? 1 John 1:9 inasema, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we confess our sins. Anasema he is faithful and just. Na kumbuka maneno haya yamo katika liturujia ya kanisa. Tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Lakini tukiziungama dhambi zetu, yeye mwaminifu na haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hivyo kabla uyazike maisha yako kwenye utukufu wa Mungu, Mungu anataka righteousness. So point number 2, righteous living. And I'm going to talk about righteous living. I'm not telling you to be without blemish, but righteous living. Unaweza kuishi maisha ya haki, ya kwamba ukikosa unarudi na baba, nimekosa, sifai mbele zako, nisaidie, nitakase Bwana, nifanye kuwa na haki mbele zako. Wewe ni mtu ambaye uko macho, unaangalia tu hivi kila wakati, wewe macho yako yanakuanga. Yaani Mungu anataka watu vigilant ambao wanaweza kuassess maisha yao ya rohoni. Kuna wachungaji ambao walikuwa nawajua wako moto bwana, sasa wamekuwa baridi. Kwa sababu naona kazi ya uchungaji ina majaribu. Ina majaribu ya fedha. Ukitaka mtu akupenda fedha, kazi ya uchungaji itakuangusha. Utaanguka tu. Fedha si shetani. Nahitaji fedha niweke mafuta, nahitaji fedha nikae vizuri, nivae nadhifu, nahitaji fedha ning'are, nahitaji fedha. Mwanzo wale watanashati ambao wanajipenda kupitiliza, wanahitaji fedha kutengeza hayo yote ambayo wanataka yafanye. Ukienda katika ile cosmetic side yako, unahitaji fedha kuijaza na kureplenish wakati imeisha, si ndio? Yes. Kutozeeka ni gharama. Kung'ara ni gharama. Hakuna kitu cha rahisi, sote tunahitaji fedha kuyakimu maisha yetu ya kawaida. Lakini fedha si yote, si mambo yote katika yote. Tunapoweka fedha mbele, inachukiza mbele ya Mwenyezi Mungu. Na wengine wetu tumefanya fedha kama dhahabu. Ukiangalia siku hizi hakuna maombezi ya bure bwana. Unafanya top ups kuombewe, na credit ya maombi ikiisha unaongeza. Wachungaji wakaja na mbinu, maana amejua Kristo ni wavivu wa kuomba.
Wakaja na mbinu kwamba kuna kuvunja madhabahu ya ukoo. Na nilisema hapa madhabahu yanavunjwa kila wakati, madhabahu ya familia, madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kule ulikoolewa. Sasa madhabahu ya mahali umeolewa yanakuhusu nini? Ni ya kwako. Yako nyumbani uliyavunja pako na vunja ya kule ulikoolewa. Sumalizi ya kwenu kwanza. Hata mtu anakudanganya kule ulikoolewa kuna madhabahu, na yeye mchungaji mwenyewe kwao kuna madhabahu haja ya gusa hata. Lakini anataka wewe avunje ya kwako. Haya, umekubaliana sasa uyavunje. Unayavunjaje? Sasa hapa itabidi tulete dhabihu ya kuvunja madhabahu haya. Na sitaki kuzungumza na kutaja watu, lakini nilisikia kwamba hata dhabihu zinalingana viwango wa ukali ya madhabahu. So, ukiona ukali, mchungaji yule anapima namna gani ndio ajue hii madhabahu ni kali? Madhabahu ni kali. Na kana nasema kuna 2,000 dhabahu moja. Sio? Kuna ya 5,000, kuna ya 1,000 hata 10 hata 20 kulingana na the intensity of the how powerful that altar is. My friend, I want to tell you this afternoon, and my eyes wide open without the glasses. The blood of Jesus is enough. Take this to the bank. Hatuwezi kuibadilisha damu ya Yesu na fedha. Hatuwezi kuibadilisha damu ya Yesu na damu ya wanyama. Maana kama ingewezekana, Mungu hata sasa angekuwa na hitaji wanyama watolewe kwa sababu ya dhabihu. Kwa nini Bwana akamtoa mwana wake wa pekee akafa akamwaga damu? Damu ya Yesu ni kiasi gani? Na kila wakati tupo kanisani tunaimba damu ya Yesu inanena mema, inanena mema, damu ya. Sasa baada ya hapo wali umekuwa zuzu, unaenda kudanganywa tu, na umeimba damu ya Yesu inanena mema, unakuwa zuzu, unadanganywa eti tuwe madhabahu, utoe dhabihu. Let me tell you, there is no superior sacrifice apart from Christ. Wachungaji wana njaa. Na mimi hapa sitawadanganya, nikiwa na njaa nitaambia wekeni kikapu hapa. Nataka fedha. Maana si nilisema siku nyingine hapa tunakula kwa niaba ya Mungu. Sasa bwana nikudanganye mtu mzima kama wewe ya kwamba toa dhabihu tuvunje. Ninaamini ya kwamba damu ya Yesu inatosha na hatuna jina lingine tumepewa isipokuwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara. Aliye na haki hukimbia na akawa salama. Righteous living. Unavunjua madhabahu hujaokoka. Hatutaangalia watu wanaofunga anga na sisi wenyewe anga zetu tumezifunga. Mioyo yetu tumeifunga. Our hearts are not receptive. And that is the third point. Receptive heart. A receptive heart. Bwana Yesu asifiwe. Moyo ulio tayari kupokea kutoka kwa Mungu. Je, sisi tukija kanisani tuko tayari? Nataka usema nawe nataka kusema nawe niko hapa kusema nawe nataka kusema nawe. Mtu anaimba nataka niseme na wewe na moyo wake uko mbali, halafu hapa tunang'ang'ana hapa, amekazana mpaka jasho la mtoka, nataka kusema nawe. People are not receiving. Nawe nataka kusema nawe. Unajua mtu anayetaka kusema na Mungu ni mtu anayeonyesha utayari. Unajua, let me tell you one thing. By the look, ukiangalia mtu hivi, unajua huyu ana mashaka. Unajua huyu ana mashaka hata akili yake haiko hapo. Receptive heart. Open your heart. Open your heart. Moyo ambao uwazi. Moyo uliofunguliwa.
moyo ulio huru, moyo ambao hauna mawaa, moyo ambao unakaa unapendeza. Ephesians 5:27 says that he might present it to himself as a glorious church, not having spot or wrinkles or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Is your heart pure? Is your heart open to God? Ama kuna mafundo ambayo yanahitaji kukatwakatwa? Kuna mambo ambayo yanahitaji kungolewa katika huo moyo? Tuko tayari kuyafanya hayo hata hivi sasa, ili moyo unaposikia neno la Mungu ukaupokee, moyo ukapokee neno, moyo ukawe mweupe, moyo ukajawe na Roho Mtakatifu. A receptive heart. Soak. Right position. Right position. Neno la Mungu nasema mkaribieni Mungu naye atafanya nini? Atawakaribia. Kuna kamama katika Bible nakapenda sana. Aka kamama kalikuwa na dadake, walikuwa wawili hao mama. Mmoja anaitwa Martha na mwingine anaitwa nani? Mary. Mary alipopitiwa na Yesu pale nyumbani, Mary alikaa wapi? Alikaa miguuni pa Yesu. Alikaa pale miguuni pa Yesu. Lakini kuna mtu ambaye alikuwa anajifanya ana ukarimu mwingi wa kutaka kupika chai, kama kulikuwa na chai wakati ule, kama kulikuwa ni divai anatengeneza, kama kulikuwa ni nini. Martha huyo jikoni akapambana mambo ya jikoni hivi, kazi zikamlemea. Akarudi kwa Yesu akamwambia, Bwana, si kitu kwako kwamba ndugu yangu ameniacha nishughulike pekee. Yesu alikuwa amemtuma ashughulike? Yesu hakuwa amemtuma ashughulike. Martha, Yesu akamwambia, Martha, unajisumbua na mambo mengi, lakini limetakiwa jambo moja. Na Mary hapa amelichagua fungu ambalo halitaondolewa katika maisha yake. Right position. Kuna wakati mimi tunasema Holy Spirit come, Holy Spirit come, but we are not at the same position for him to come and indwell us. Imagine. Roho Mtakatifu huwajaza watu walio na utayari, si ndio? Sasa wewe unataka ujaze, uko tayari? Umeutakasa moyo, umejiposition mahali pasawa. Hapa mchungaji anasema pokea, mchungaji Gongoni, pokea, tujaze tena Bwana, tuguse tena Bwana, takasa maisha yetu. Roho Mtakatifu shuka, tunahitaji kubatizwa na moto, tunahitaji ubatizo wa moto. Roho Mtakatifu shuka ndani yetu. Are you positioned? Right position. There are so many examples in the Bible ambao tunapata watu waliojiweka karibu na Mungu akakutana nao. Hebu angalia yule mjamaa aliyekuwa kiwete katika kitabu cha Matendo 3. Unafikiri asingekuwa pale karibu na hekalu angekutana miujiza wake? Lakini yeye alisimama karibu na nini? Hekalu. Position. Hata kama ni position ya beg mahali kuna watu wa heshima wanaoingia. Yule Ruth aliyesema your God will be my God and your people will be my people. Alipokuwa anatafuta ubavu, alijipa shughuli ya kwenda kuglean katika shamba la Boaz. Niliwaambia hapa, una glean wapi? Where are you gleaning? For you to meet your Boaz, where are you gleaning? Hello? How are we positioning ourselves to receive the presence of the Spirit in our lives?
Imagine moyo ambao umejaa chuki, moyo ambao umejaa fitina, moyo ambao umeua, moyo ambao uko mbali na Mungu, moyo ambao haujawekwa sawa. Halafu hapa tunaanza kusema moyo wangu wazi, moyo wangu wazi, na moyo umefunguka, niko hapa, niguse Bwana, moyo wangu wazi. Lakini wanaoimba moyo wazi, kuna mafundo, moyo ni giza, kumefunga giza kabisa. Na tunang'ang'ana, ndio kwa sababu tunang'ang'ana kuwa mbingu haishuki, mbingu haifunguki. Position yourself to receive. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kama nataka kuendesha gari, hatua ya kwanza si kununua gari. Hatua ya kwanza ni kwenda driving school, get a driving license. Don't go and buy a car and start disturbing people. Ukinunua gari unataka kusumbua watu. Uko free leo. Yaani wataka kuniingiza mimi kwa programu yako kwa sababu ununua gari. Position yourself. Tafuta driving license. Amen. You know, God seeks to have fellowship with us. Acha niwaambie kitu moja, nitakumaliza. Na nawaambia tu kwa upendo. Hakuna Ukristo nje ya nguvu za Mungu. Hakuna Ukristo nje ya utawala wa Mungu. Hakuna. Tunaweza bebwa katika rituals zote za Kikristo. Ubatizwe, uwekewe mkono na askofu, uolewe kihalali kanisani, maana siku hizi ndoa ambazo hazikufanya kanisani zimekuwa branded kwamba si halali. Hasa sijui uhalali wa ndoa unakuja na kanisa ama uhalali wa ndoa unakuja na nini? I am yet to find out. Lakini ukiyatekeleza hayo yote minus God, it is useless. Useless. Unaweza shinda na ule mama aliyeolewa bibi ya pili, na akienda kanisani amebeba kitabu cha sala, bwana ana kitabu cha ana Biblia, na mke wa pili anabeba kitabu cha nyimbo. Wakifika kule ni kayamba na ndema. Wajesungirani mwenga. Wajesungirani mwenga. Yaani watu wanaimba bwana, yaani watu wanapiga mpaka unasikia kwamba hapa uwepo wa Mungu umefanya nini? Umeshuka. Kuna vitu zingine tunazifanya ni kama fashion. Ni kama fashion. Uolewe kanisani, ufanya harusi, watu wale wasaze. Kama huna Mungu, shauri yako. The only thing that validates our standing with God ni kumjua Kristo. Kwa tukitaka uwepo wa Mungu, tunataka uwepo wa Mungu, kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Nimetaja mambo manne hapa. Yatafakari hayo, so that the Lord will visit us in a special way like never before in our lives. Tutoke katika ukawaida tulio nao. Tutoke katika tabia zetu. Hatutampendeza Mungu na ukawaida kuja kanisani na kwenda ibada. We must seek God. Know God at a personal level. Jua huyu Mungu. Amen. Atuombe. Asante kwa kuzungumza na moyo wangu Bwana. Asante kwa neno lako hili. Nakusihi ukaliweke katika vilindi vya mioyo yetu, likazae matunda mema, yeye kuletea utukufu na sifa. Na kila aliyesikia sababisha kwamba Bwana utampatia nguvu ya kufanyia kazi neno lako. Tuimarike na tukaweze kujivika utukufu wako, maana wewe ndiye Bwana. Kama kunalo jambo wote tungetamani maishani mwetu ni kutembea katika uwepo wako na kutembea pamoja na wewe, kuwa na ushirika na wewe siku zote za maisha yetu. Tusaidie katika madhaifu yetu, tusaidie mahali pale tumelemewa,
Tusaidie Bwana, ili tukaweze kutenda mapenzi na kusudi lako. Endelea kusema nasi Roho Mtakatifu wa Mungu Baba, kutukumbusha kusudi lako, tukumbushe yale yote ambayo Bwana ungetaka tukayafanye. Tumepungukiwa na neema yako Bwana, tunahitaji neema hata majira haya. Tumepungukiwa na mambo mengi Mfalme, tunahitaji kama ukatuelekeze. Roho mwema ukatuongoze. Roho Mtakatifu wa Baba, uwe mwalimu mwema, uwatawale maisha yetu. Haishi uwepo wako Baba katikati yetu, utawale na nguvu zako zikawe dhahiri katika maisha ya kila mmoja wetu. Napokupendeza, gusa mioyo ya watu wengi. Mungu wa rehema, kusudi lako ndani ya mioyo yetu lipate kutimia. Napokupendeza, kafungue mioyo iliyofunga, ukaondoe giza mbele ya mapito yetu Bwana, ili ukapate kuona mwangaza wako na neema yako ikiendelea kutenda kazi katikati yetu. Hivyo himidiwa na upewe sifa, maana unaweza, na kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi mwema tumeomba na kusema.